kwamba tangu niongee maredio za Kisomali na Kiborana walinitafuta wakitaka wakuwe na kikao nami, na wakisema ya kwamba wamesukumwa sana na watu ya Garissa na watu ya Mandera na watu ya Wajir na watu ya Marsabit na watu ya Isiolo, wangetaka tukue na kikao cha faragha tusemezane. Na hao maredio waliponitafuta, mimi nilikuwa likizoni pande ya Mombasa, nikasema ya kwamba kama wakaaji wa Isiolo, Marsabit, Wajir, Mandera, Garissa wangetaka kuzungumza nami, mimi nikiwa kiongozi katika Jamhuri ya Kenya, lazima nizungumze na hao. Nikachukua ndege nikakuja, na hao maredio zote wakakuwa tayari. Kuanzia jana wametishwa, wameshurutishwa, wameuziwa uoga, kwa sababu viongozi katika hizo kaunti 5 hawataki ukweli julikane. Wangetaka kuendelea kuwadanganya wakaaji wa hizo kaunti 5 ya kwamba wamekuwa marginalized, na zile shida ziko huko ni kwa sababu wako marginalized. Na walijua mimi nitaeleza wakaaji kinagaubaga ni kwa sababu gani umaskini umeendelea kuenea, ni kwa sababu gani hakuna mashule, ni kwa sababu gani hakuna mahospitali, ni kwa sababu gani kuko na njaa. Na hawakutaka niongee na wakaaji wa Wajir, Mandera, Garissa, Marsabit na Isiolo. Na hao vijana wakauziwa uoga, wakaogopa na wakakosa kufika. Lakini kwa wale wachache wamefika, tutaendelea. Lakini mimi ningetaka niambie hao viongozi wa Northern Kenya ya kwamba watu ya huko si watumwa wenu. Mumewakalia siku mingi, mumewaumiza siku mingi, pesa zao mumetumia vibaya, wamepata shida. Hiyo maneno yote mumefunika, hamtaki ijulikane. Wakati umefika wakaaji wa Northern Kenya wajue ukweli, ndio waanze safari ya ukombozi, ya kujikomboa kutoka kwa uongozi baya na uongozi ya kuwaumiza na kuwashurutisha.